Yes bwana, tumetoka kushuhudia mchezo mzuri wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao uliweza kuzikutanisha timu mbili, timu ya JKT Tanzania dhidi ya timu ya Simba Sports Club, ukitamatika kwa mnyama kuweza kuibuka na ushindi wa bao 2-1 na kuondoka na alama zote tatu akiwa ugenini pale kwenye dimba la Isamuyo mbele ya JKT Tanzania. Sasa maswali ama mjadala umekuwa ni mzito kuhusiana na bao la pili ambalo mchezaji Jonathan Soa, mchezaji wa klabu ya Simba, ameweza kuifungia timu yake hiyo ya Simba Sports Club, wengi wao wakiamini ya kwamba lile alikupaswa kuwa bao sahihi, kwa maana kwamba mchezaji huyo Jonathan Soa alikuwepo katika eneo la kuotea, yani offside. Kwa hiyo watu wengi wamezua mijadala mingi na kuamini ya kwamba mchezaji huyo alikuwepo katika ile eneo la kuotea na alikupaswa kuwa bao halali, na waamuzi wa mchezo wameshindwa kutafsiri vizuri sheria zile 17 za mpira wa miguu na kuwapa faida timu ya Simba Sports Club na kuweza kuibuka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya timu ya JKT Tanzania. Sasa mimi niko hapa kuweza kukudadavulia na kukuchambulia kiundani zaidi kuhusiana na swala hili juu ya hilo bao la pili ambalo mchezaji Jonathan Soa ameweza kuifungia timu yake ya Simba Sports Club pasimurwa kutoka kwa mchezaji Morris Abraham. Juu ya utata bao hilo, je, ni offside ama ni bao halali ambalo mchezaji huyo Jonathan Soa ameweza kulifunga dhidi ya timu hiyo ya JKT Tanzania? Lakini kabla sijakusogezea ama kuanza kukufafanulia kiundani zaidi kuhusiana na bao hilo ambalo mchezaji huyu Jonathan Soa ameweza kulifunga kwenye dakika za jioni kwenye kipindi cha pili cha mchezo, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiweze kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, hakikisha unakwenda kufanya jambo la muhimu moja tu sasa hivi, ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kuzipata taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Au utakaa tena kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali utapokea notification kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa rahisi kabisa, ni kwenda sasa kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, basi twende tukaangazie kuhusiana na utata bao la pili la mchezaji Jonathan Soa kwenye mchezo kati ya Simba dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao uliweza kutapatika kwa mnyama kuweza kuibuka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya timu hiyo ya JKT Tanzania, mchezo ambao umefanyika pale kwenye dimba la Jenerali Isamuyo. Sasa kabla ya yote, hebu tuangalie namna ambavyo pasi ilivyoanza kutoka kwa Morris Abraham, ambapo inaonyesha kabisa mchezaji Jonathan Soa alikuwepo katika eneo sahihi ama alikuwepo katika eneo zuri, akuwa katika lile eneo la offside. Lakini wakati ile pasi inakwenda kuzongwa na mabeki wa timu ya JKT Tanzania, mchezaji Jonathan Soa alionekana kuwa kwenye eneo la offside, jambo ambalo hapa naamini wengi ndipo walipoanza kuleta maneno ama kuzua utata juu ya uharari wa goli ambalo mchezaji huyo Jonathan Soa ameweza kulifungia timu yake hiyo ya Simba Sports Club. Ukiangalia kwa namna ambavyo pasi ilivyotoka kwa Morris Abraham mpaka mabeki wa JKT Tanzania alivyojaribu kuiokoa na hatimaye kujigonga mpaka mpira kwenda kumfikia mchezaji Jonathan Soa na kuweka nyavuni na kufanya timu yake ya Simba iweze kuongoza mchezo kwa bao 2-1 na kutamatika hivyo. Kwanza kabisa tukirudi kwenye sheria ya mpira wa miguu, endapo mchezaji wa timu pinzani ama endapo beki atauzuia mpira na mpira ukamkuta mchezaji wa timu pinzani ambaye yupo katika eneo la kuotea, bila shaka hiyo haitahesabika ya kwamba ni offside, bali itahesabika ni pasi ambayo beki wa timu pinzani ameweza kumpa mchezaji huyo, na ikitokea amefunga itahesabika goli la 1-1 kulingana na sheria hii ama kanuni hii ambayo nimekuelekeza hapo sasa
sasa hivi ama niliotoka kukwambia hapo sasa hivi, na ukiangalia mazingira ambayo mchezaji Jonathan Soa amereceive mpira na kuweza kuweka nyavuni, unaweza ukaelewa ni kitu gani ambacho hapa na kimaanisha. Kwa tafsiri hiyo ni tukilinganisha hiki ambacho kimetokea kwenye goli hili pamoja na kanuni nilokuambia hapo, bila shaka kabisa huwezi ukasema lile goli la mchezaji Jonathan Soa kwamba ni offside. Lakini pia ukiachana na hiyo kanuni na hata ukiangalia namna ambavyo mpira ulivyotoka kwa Morris Abraham kabla ya kufika kwa Jonathan Soa, sawa alikopo Jonathan Soa katika eneo la offside, lakini wakati mabeki wa timu ya JKT Tanzania wakijaribu kuondoa ule mpira, mchezaji Jonathan Soa alikuwa anatoka katika eneo la offside na kuja kukaa katika eneo la onside, jambo ambalo liliweza kuvunja offside ambayo mchezaji huyo Jonathan Soa alikuwepo. Na wakati mpira umewagusa mabeki na kushindwa kuokoa na kupita, mchezaji Jonathan Soa alikuwepo katika eneo sahihi kabisa na sio katika eneo la kuotea kama wengi wao wanavyoamini ama wanavyodhani kwamba mchezaji huyu amefunga goli la offside. Kwa maelezo machache haya nilokuambia, bila shaka utakuwa umenielewa na umenipata kuhusiana na uhalali wa goli la mchezaji Jonathan Soa. Kwa upande wangu lile ni goli halali na hakuna offside yote ambayo imeweza kutokea pale, bali ni uzembe tu uliweza kujitokeza kwa mabeki wa JKT Tanzania, jambo ambalo limeweza kuigharimu timu yao kwa kupoteza alama zote tatu wakiwa kwenye dimba lao la nyumbani kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Lakini kwa upande wa goli alofunga mchezaji Jonathan Soa ni goli halali kabisa, halina wala tia shaka yoyote. Njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na goli hili la mchezaji Jonathan Soa ambalo limeweza kuleta utata kweli kweli. Wewe sasa kwa mtazamo wako unaona ile ilipaswa kuwa goli sahihi ama ni offside kama wadau wengi wa michezo wanavyodhani? Dondosha comment yako hapo kupitia sehemu hiyo ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.